Mungu atawabariki watu wake, kwa maana ana mipango mikuu kwa ajili yako. Asali kutoka mwambani ni neema ya Mungu ya kukuvusha. Umependwa na Mungu, upendeleo wa kweli wa kiungu. Asali kutoka mwambani, utoaji wa kimiujiza kwa ajili yako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Wakristo wengi bila kujua wanaamini hivi kwamba Kristo ndiye aliyeokoa, sasa lazima nifanye maisha yangu. Kristo amefanya wokovu, mimi hufanya uhai. Picha hiyo inasikika kama ya kiroho, hata inasikika takatifu, inasikika nyenyekevu, inasikika yenye nguvu sana, lakini si Injili. Nakumbuka tunazungumzia Injili. Tunafafanua kila kitu kwa viwango vya neno la Mungu na mafundisho ya Mungu. Sawa? Kwa hivyo ukweli muhimu ni huu: Ukristo haukusudiwa kamwe kuwa Kristo akiokoa na wewe ukiishi. Daima ilikusudiwa kuwa Kristo akifanya wokovu na Kristo akifanya uhai kupitia sisi. Unaelewa tofauti? Sawa. Kwa hivyo mojawapo ya sentensi kali zaidi ambazo Paulo amewahi kuandika inapatikana katika Wagalatia, na hii ndiyo hoja namba 1. Sentensi kali zaidi ambayo Paulo aliwahi kuandika inapatikana katika Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20, na alisema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini bado ninaishi, lakini si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Na maisha ninayoishi sasa katika mwili, ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Kwa hiyo Ukristo unaotokana na hofu, unatii kwa sababu unaogopa. Unatoa kwa sababu unaogopa, na unaogopa laana za kifedha. Kama hutoi, kama hulipi zaka yako, Mungu atamtuma mharibu. Mharibu hatachukua tu ile 10% ambayo ulipaswa kumpa Mungu. Ataenda mbali zaidi na kuchukua hata ile 90% yako. Alafu mtu atakuja na kutoa ushuhuda: unajua ndugu zangu, mara ya mwisho nilimwambia mchungaji fulani, nikamwambia mwanachama fulani, unajua lipa zaka yako ili Mungu akulinde. Na yule mwanachama akaamua kutolipa zaka yake, na walipokuwa wakirudi nyumbani kwa pikipiki walianguka na kuvunjika mguu. Utafanya nini wakati mwingine? Utalipa zaka yako, sio kwa sababu umebadilisha moyo, bali kwa sababu hutaki mguu uliovunjika, hutaki ajali, hutaki jambo baya likupate. Kwa hivyo unatoa kwa sababu unaogopa, sio kwa sababu unapenda, si kwa sababu unataka kutoa, bali unataka kulindwa. Unataka bima ya moto. Sawa? Na kisha pia unatumikia kwa sababu unaogopa. Unajua, usipomtumikia Bwana na umtambui hapa duniani, hata yeye mbinguni kwa wakati unaofaa inapohitajika, yeye pia atakutambua. Kwa hivyo acha nimtumikie Bwana, labda angalau anaona nina shughuli nyingi na ninakufanyia jambo zuri. Yesu, niko hapa, ninahubiri, ninakarimisha, ninatoa, nilifanyia kanisa. Bwana, je, ulizingatia? Sio kwa sababu unataka, bali kwa sababu unaogopa kuachwa nje. Sawa? Kama Kristo ndiye uzima, utambulisho lazima uje kabla ya tabia. Warumi sura ya 6 mstari wa 11. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, bali walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Sasa neno hesabu hapo ni neno la uhasibu, na linamaanisha tu kuhesabu kama kweli. Hesabu kama kweli, au ongeza hii kwenye akaunti yako. Sawa? Ongeza hii kwenye hesabu yako. Huu ni ukweli halisi. Hesabu. Ihesabu kama ilivyo. Na dini itakwambia kila wakati tabia yako kwanza na kisha utambulisho wako baadaye. Lakini Injili inatufundisha utambulisho kwanza, kisha tabia hufuata kawaida. Na mfano ninaotaka kukupa ni labda kwa njia rahisi zaidi. Mwanamume aliyehukumiwa kwa ajili ya majaribio anaishi katika wasiwasi wa kila mara. Kila kushindwa kunathibitisha hofu zake mbaya zaidi.
Lakini mtu aliyevikwa haki ya Kristo bado hushindwa na hurudi kwa Mungu, si kwa hofu bali kwa ujasiri. Utambulisho wake haupo kwenye rekodi yake ya matendo. Utambulisho wake uko kwenye akaunti ya Kristo. Lakini je, watu hawataitumia vibaya neema wakihisi tayari wamekubaliwa? Hilo ndilo swali kila mara tunapohubiri neema na tunapofundisha haya. Kila mara kuna mtu anakuja na kusema, mchungaji au mwalimu, kama unawaambia watu kwamba tayari wamekubaliwa na tayari wamepokelewa na Mungu, je, hiyo haitawafanya watu wasijali? Je, hautaua dhamira ya kufanya lililo sahihi? Tunataka kulimaliza hilo swali na kulijibu, na kweli kulimaliza kabisa, kwa sababu kila mara linajitokeza. Kwa hiyo, jambo la tatu, neema haikufanyi uwe mzembe, inakufanya uwe mpya. Tito sura ya 2 mistari ya 11 hadi 12, maana neema ya Mungu ile iletayo wokovu imefunuliwa kwa watu wote, ikitufundisha kwamba tukikataa uovu na tamaa za kidunia, tupaswa kuishi kwa kiasi, kwa haki na kwa kumcha Mungu katika ulimwengu huu wa sasa. Na swali lenye nguvu hapa ni nini kinachotufundisha kuishi kwa kumcha Mungu? Si sheria, si kuhukumiwa, wala si hofu ya adhabu. Neema ndiyo inayotufundisha. Neema sio tu msamaha wa Mungu, bali pia ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo, kwa vitendo, katika maisha ya kila siku, kuishi kwa Roho kunaonekanaje? Hili ni jambo lenye nguvu sana, na natumai pia utaelewa hili, kwa sababu kutembea katika Roho ni moja ya mambo ambayo yameeleweka vibaya sana tulionayo. Kutembea katika Roho ni moja ya mambo ambayo yameeleweka vibaya sana tulionayo. Kwa hiyo, namba 4 ni kutembea katika Roho, na maana yake halisi ni nini? Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Basi nasema hivi, enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Na sasa tunataka kuondoa huu mkanganyiko, kwa sababu kutembea katika Roho kwa watu wengi labda ni kuzungumza kwa lugha siku nzima. Ni kama tukio la ajabu ambapo unajisikia unatetemeka na kuanguka chini. Na unajua, mambo hayo yanapotokea kanisani, watu husema, leo Roho wa Mungu alikuwa akitenda kazi ndani ya njia yenye nguvu. Mungu alikuwa hapa pamoja nasi. Na kisha unajiuliza, alikuwa wapi wakati mwingine? Bila kutambua kwamba yeye ni Mungu aliyepo milele ndani ya muamini anayekaa milele. Kwa hivyo, si kama anatoka mbinguni, tunaimba nyimbo chache, kisha Mungu anaguswa, nasi tunamsikiliza. Anawashwa kutoka mbinguni na anasema, natembelea ibada hii, na watembelea hao watu. Halafu, wale watu wanaanza kutetemeka na kutetemeka. Huduma ya asali kutoka mwambani. Sisi ni kanisa linalomweka Kristo katikati. Tunakukaribisha